Kana ile sehemu wanajificha ficha watu, wakipita watu wanatoka kwenye mizunguko yao, wanawashika, sijui wanawachoma visu. Ripoti za Chivihi Media leo zinaruka kutoka katika shule ya msingi Ligula iliyopo kata ya Shangani, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, ambapo leo April 17, 2026 baadhi ya wananchi katika mtaa huu wameshiriki zoezi la usafi katika kusafisha mazingira yanayozunguka shule hii. Wakizungumza na Chivihi Media, wananchi waliojitokeza katika kushiriki usafi huo wameeleza kuwa eneo hili limekuwa likishukiwa kuwa kichaka cha wahalifu, hali inasababisha kuwa na usalama mdogo kwa wananchi na wanafunzi wanaosoma katika shule hii. Kwa jina naitwa Rajabu Mdidima, ni mkazi wa Ligula Umoja. Leo tumeamua kujitolea kufanya usafi katika shule ya msingi Ligula yote kwa yote, ili kuwasaidia watoto wetu ambao wanapatikana kwenye mazingira ya shule, kuweka usalama wao wa kimazingira ili waweze kusoma vizuri na kuishi vizuri, kujiepusha na wadudu. Maana tuliangalia mazingira ya usalama tukaona hayako vizuri. Kwa hiyo sisi kama wana Ligula au wananchi wa eneo hili tukaona tufanye usafi eneo la shule ili watoto wetu waweze kuishi kwa usalama na amani kabisa. Kwa majina naitwa Sharifa Bakari ni Maila, ni mkazi wa kata ya Shangani. Leo tumejitolea kuja kufanya usafi hapa shule ya msingi Ligula kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu, kwa sababu hizi nyasi wao hawazimudu. Na ninachowaomba wazazi au wananchi wa kata hii, tunavyoona nyasi zimezidi kuwa nyingi hapa shuleni, tusisubiri mwalimu atuhimize, tujitolee sisi kama sisi kwa ajili ya watoto wetu, kwa sababu muda wanaofanya usafi wanakuwa wanachelewa kufanya masomo darasani. Kwa hiyo ninachoomba wazazi wa kata hii au wananchi au jamii ya sehemu hii tunaozunguka shule hii tuje kujitolea kufanya usafi. Jina naitwa Elisa Faraji Ndaka kutokea kata ya Shangani. Nitokeza hapa leo kwa wingi kuja kufanya usafi ambaye kwa eneo letu la shule. Tunashukuru kwa ambao taarifa tulioipata kuonekana kuna maneno ya chini chini ambayo yanaongeleka, kuonekana mtaa wetu ni mchafu sana. Kwa maana hiyo likatugusa sana, tukaona bora tuje kuhamasika na mwalimu wetu hapa kuja kufanya usafi. Nimesikia hilo, kuonekana ile sehemu wanajificha ficha watu, wakipita watu wanatoka kwenye mizunguko yao, wanawashika, sijui wanawachoma visu. Sasa mimi sina uhakika sana kusema nitalizungumzia hilo, sijalipata uhakika bado. Yaani naomba jamii yote inayotuzunguka kwa maeneo ya kata ya Shangani, naomba tuje kwa wingi, tunaposikia jambo kama hili lituguse. Kama wadada, wababa, ambapo ni wazee ambao wanajiweza, tuje kujumuika kwa pamoja kufanya usafi kwa ile eneo letu liwe safi. Upande wake diwani wa kata Shangani Mheshimiwa Mohamed Sinani ameeleza kuwa hatua hiyo muhimu inalenga katika kuhakikisha kata inakuwa na mazingira safi. Jina naitwa Mohamed Sinani, diwani wa kata ya Shangani. Kiukweli tumekuja kufanya usafi katika eneo letu hili la shule ya Ligula hapa katika kata yetu ya Shangani. Sisi kama wadau wa maendeleo tunaangalia namna mji wetu unavyokwenda, lakini pia tumeona kwamba hali ilivyokuwepo hapa ya uchafu kidogo, mazingira yalikuwa sio rafiki, kwa maana ya majani yalikuwa ni mengi, ilipelekea kuleta taharuki kwa wananchi, lakini pia hata kwa wanafunzi. Ukiangalia ndugu mtangazaji, hapa ni shule ambayo wanasoma wa vijana wetu, ni watoto wadogo. Kwa hiyo mazingira, vichaka vinapokuwa viko vikubwa sana, ni hatari kwa vijana wetu pia, lakini pia kupelekea kuondoa hata usalama. Inawezekana mara nyingine wakaja hata wale wahalifu, watu wakafanya kutumia mazingira kama haya, wakafanya kama wao ni sehemu ambayo kuja kujifichia kufanya vitu vibaya. Kwa hiyo sisi kama viongozi tukaliona hilo na tukaamua kuhamasishana wananchi na vijana katika kata ya Shangani, lakini hasa ukiangalia katika mtaa wa Ligula shuleni hapa. Kwa hiyo tukaja kufanya usafi huu leo, lakini ni jambo ambalo tunalifanya siku zote. Lakini pia mtangazaji, nikupe tu kwamba kwa wakati huu sasa hivi tutakuwa tunafanya usafi kila mwisho wa mwezi katika kata yetu ya Shangani, kuangalia tuna mitaa 12. Kwa hiyo kata mitaa 12 tutakuwa tunakwenda mtaa mmoja baada ya mtaa mwingine, kushirikiana na wenye vitu wa mitaa, basi tutahakikisha tunafanya usafi. Na hii shule au na Shangani yetu iko mjini, kwa hiyo ni aibu kuona mazingira na kuwa si rafiki. Hivyo basi ni msukumo wetu sisi kama viongozi
kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi na salama. Wito wangu ni kwamba nawaomba na nawahamasisha wananchi wa kata yangu ya Shangani kwamba wajitokeze kwa wingi pindi tunapokuwa tunahamasishana kwenye hizi harakati za kufanya usafi. Wanasema usafi wa mazingira ni afya kwa kila mtu, kwa kila mmoja, na ni wajibu sisi viongozi, lakini kupitia pia wananchi, kwa pamoja tushirikiane tufanye usafi wa mazingira yetu, kwani sisi ndio kioo cha jamii. Hivyo basi lazima tuwahimize wananchi wetu, tuwahamasishe waje katika hizi harakati tunazozifanya sisi kama viongozi. Ukizingatia hii shule na shule zingine zilizokuwepo ziko mjini, basi ni wajibu kwamba sisi wananchi lazima tujitoe, tuje kufanya usafi kwa pamoja. Niwaombe sana wananchi, sana wananchi wa kata Shangani, pindi pale wenye viti wanavoleta taarifa, basi tushirikiane kwa pamoja, kwani jambo hili si la mmoja. Mimi peke yangu kama diwani sitaweza peke yangu, mwenyekiti kwa nafasi yake hataweza pia peke yake. Kwa hiyo wananchi ndio nguvu kazi na ndio tunategemea katika taifa letu. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ligula amewapongeza wananchi waliojitokeza katika kufanya shughuli hii ya usafi, huku akiwaomba kujitokeza kwa wingi pindi wanapopata wito wa kushiriki zoezi hilo. Mimi naitwa Hamisi Lipalepale, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Ligula, ambapo ndipo kama unavyoona siku ya leo, siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi huu wa 4 mwaka 2026, nimepokea ugeni huu. Wamekuja kutusapoti kutokana na mazingira haya. Nadhani mwenyewe umejionea mazingira, kwa kweli yalikuwa nyasi zinakuwa kwa kasi. Eneo hili kimsingi, hili eneo ni shamba, eneo la shule, lakini kwa kipande hiki ni shamba kwa sababu shule yetu ina eneo kubwa sana, takriban ekari zaidi ya 8. Kwa kuna kipande ambacho tunakitumia kama shule, kwa maana kuna madarasa, kuna uwanja wa mpira, kuna maeneo mengine, lakini kuna kipande hiki ili ni shamba. Kwa yako maeneo ambayo tumelima kama shamba, yako maeneo tumeyakatia raia kidogo ili watusaidie usafi, wanalima kama shamba, lakini yako maeneo ambayo yako hivi wazi. Kwa hiyo haya ndiyo yanaleta changamoto. Umeona leo tumefanya usafi, lakini ukija baada ya wiki moja utaona kana kwamba kuna chochote ambacho kimefanyika. Kwa kimsingi mimi nashukuru sana, ujua hawa watu wametusapoti. Unajua tuliita wazazi kwa awamu ya kwanza kwa kushirikiana na uongozi wa serikali ya mtaa, wakapitisha tangazo, lakini walifika wazazi wachache sana ambao wazidi hata 10. Tukakaa tena kikao kama uongozi wa shule pamoja na uongozi wa mtaa, tukakubaliana tuwaite tena wazazi. Jitihada zikafanyika za kutembeza tangazo mtaani, lakini na yenyewe pia haikuzaa matunda. Sasa ilivyokuja hii kutokea support ya mheshimiwa diwani, kwa kweli mimi nafarijika sana. Nafarijika kwa sababu watoto wetu ni wadogo, mwenyewe unawaona, eneo ni kubwa, na jambo lao la msingi zaidi wanatakiwa wasome. Umeona nimechukua watoto wachache wamefika hapa wanasoma, wanasaidia, lakini wenyewe wakasema hapana mwalimu, hawa wasije kutusaidia, huu ni mdao sasa wa kuwa darasani wakasome. Kwa sisi tunapambana na vitu vingi kidogo, kwa sababu ukiangalia muda kufanya kazi ni muda mapumziko. Sasa hapo nazungumzia kati ya saa 1 na saa 1:30. Baada hapo wawe mistarini. Lakini baada ya hapo tena wataingia darasani, watapumzika saa 4 kamili. Sasa wakishapumzika saa 4 kamili wanakuwa na nusu saa tu. Watakiwa wapate, wengine wanapata uji kidogo na kupumzika. Haya, hata ukisema unaenda kufanya usafi kwa ukubwa ili wa eneo, huwezi kufanya kwa kiwango cha kutosheleza. Hata ukiangalia muda wa mapumziko wa saa 6 pia likadhalika, wengine wanaenda kwenye chakula. Kwa hiyo tunadonoa, tunakuwa na spidi ambayo kwa ukubwa wa eneo haitoshelezi. Yaani unavyokuwa umefikia hatua kama unamaliza kule ambako ulikuwa umeanzia, kunakuwa tayari na kwenyewe nyasi zimeshakuwa. Kwa hiyo ni kama rotation tu ya usafi siku zote. Kwa mimi kimsingi mimi nashukuru sana hii support, na nitaongea naye angalau tuwe na ratiba kila baada ya wiki 2 tunapata watu kama hawa na tusapoti. Ripoti kutoka hapa katika shule ya msingi Ligula, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwa heri.